Katika hafla ya uwezeshaji kwa wanawake na ufadhili wa ujenzi wa shule kule eneo bunge la Nambale, kaunti ya Busia, viongozi mbalimbali wa mrengo wa serikali wakiongozwa na spika wa bunge la taifa Moses Wetangula leo waliungana na kusuta vikali wanasiasa wa upinzani. Walitumia jukwaa hilo kuikosoa kambi ya upinzani inayoongozwa na aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua kwa kuikosoa serikali bila kutoa mwelekeo mbadala wa kisera. Mumeona tumekuwa na siasa hizo mnasikia za wale wachochezi na wakabila. Sisi tumewaambia hatutajibizana na nyinyi mambo ya matusi, ukabila na uchochezi. Wakisimama mahali wako tu na statement moja. Ukimuuliza wewe unataka kufanyia nini watu ya Busia, anasema one term. Unataka kujenga shule namna gani? Anasema one term. Unataka kujenga barabara namna gani? Anasema Kasongo. Tumeona wanasiasa aina mbili. Wanasiasa wale wa kutubagua kwa mambo ya shares, wale wa kutuita kwa kutubagua kwa mambo ya makazi na milima. Kwenye msururu wa mikutano kule magharibi mwa Kenya, viongozi hao wanaoegemea upande wa serikali wamewarai wakazi kujitenga na siasa za kikabila zinazoendelezwa na wanasiasa wa upinzani na kumuunga Rais Ruto hadi uchaguzi wa mwaka 2027. Mimi nataka mahali mko muombee William Samoei Ruto, rais wa nchi ya Kenya, aendelee kuchapa kazi ili maisha yetu ibadilike. Wale ambao wako msituni, wale wa kuvaa suti kombo, wakwende wasikwende. Ground inasema tutam. Inasema tutam. Hebu nione waone kabisa tutam. Wakati Wetangula na wengine wakirindima siasa za 10 bila break magharibi mwa Kenya, kaunti ya Meru nayo ilikuwa uwanja wa siasa ikiwa mwenyeji wa Rigathi Gachagua na jeshi lake kwenye msururu wa mikutano, huku Rais Ruto na naibu wake wakiongoza hafla ya siku ya kila mwaka ya wakulima wa maziwa kule uwanja wa maonyesho wa ASK katika kaunti hiyo hiyo ya Meru, ambako siasa zilisheheni, huku Ruto na Gachagua wote wakilengana mishale ya maneno. Huyu Kasongo alifukuza mimi kwa serikali. Si alifukuza Captain Mbetheke kwa Lenturi. Hata sasa anataka kutufukuza Meru. Inawezekana? Na mimi ni mtu ya Meru. Si ndio? Mimi ni mtu ya Meru. Hata mimi nitakuwa na makao hapa. Wala wanaongea hivi watafanya nini? William Ruto, nataka nikuongeleshe nikiwa Maua, headquarter ya Igembe. Nikuambie wewe, vile umetufanyia kuiba biashara yetu ya miraa na mtoto wako, na sisi tutakupeleka nyumbani asubuhi na mapema. Harambee! Kasongo aende asiende. Porojo propaganda tu. Sijui nini. Kasongo sijui Ruto must go. Wewe. Ni mwizi si mwizi. Ni muuaji si muuaji. Ni muongo si muongo. Huyu William Ruto alitudanganya. Alikuja na Biblia akasema ameokoka. Kumbe alikuwa ni fisi, amevaa ngozi ya nini? Aende asiende. Huyu deputy wangu huyu Professor Kithure Kindiki, at least for the first time niko na mtu ambaye anaelewa kazi inaendelea namna gani na anasaidia kusukuma hiyo kazi. Sio mtu panganga tu sijui nini. Hapana, hiyo hapana. No. Si mnyama. Ruto ni mnyama si mnyama. Ni mnyama si mnyama. Ni mnyama si mnyama. Itakuwaje mwanaume akukaribishe kwake nyumbani, ulale huko, ukule chakula yake, utumie choo yake, alafu unakuja kumsaliti? Nimekuwa kwa hii siasa siku mingi. Na mimi vitisho, mimi siwezi kutishwa na mtu. Ati kutishwa? Hapana, watafute mtu mwingine. Kambi ya upinzani imekuwa ikikosoa serikali ya broad-based wakidai kuwa imeshindwa kutekeleza masuala ya msingi na kwamba Rais Ruto astahili muhula wa pili. Chris Sifuna, Runinga ya Tandao.